10 zimesalia mahame miaka mitatu baada ya mashambulizi katika maeneo bunge ya Turkana Mashariki na Kusini. Na madarasa yameachwa vichuguu, viwanja vya shule vikageuka vichaka vya wanyama na kumbi kusalia na kimya cha makaburini. Na hii ni licha ya serikali kuu kuahidi kuwatuma wanajeshi kukarabati shule zilizovamiwa na kuteketezwa na wahalifu. Na kama anavyoarifu Emmanuel Cheboit, hali hiyo imezima ndoto za watoto wanaoishi eneo hilo kupata elimu. Tulipowasili katika shule ya msingi ya Lokwar na Kuse eneo la Aro, Turkana South, ukimya nzito unatukaribisha. Madarasa iliyoteketezwa mwaka 2022 sasa yamesimama kama makaburi ya elimu. Ndani ya darasa moja, kichuguu hiki kikubwa cha mchwa kimeota katikati ya darasa gredi ya 8, ishara ya muda uliopita bila matumaini ya ukarabati. The last lesson hapa ilikuwa tarehe 18 mwezi wa 11 2022. Wananchi wanasema baada ya shule hiyo kuvamiwa na majangili na kuchomwa, serikali iliahidi kuwa wanajeshi wangeijenga upya. Lakini miaka mitatu baadaye, paa za shule ziko hivi. Sasa watu Lokwar tunapata shida. Hata watoto akili hausoma. Sasa tafanyaje? Katika shule ya msingi ya Katamanak na Lokosmekori eneo bunge la Turkana Mashariki, hali ni ya kusikitisha zaidi. Wazazi walilazimika kuhama eneo hili miaka 2 iliyopita kutokana na hofu ya kuvamiwa. Sasa shule hiyo imezingirwa na vichaka virefu, vitabu vya serikali vikitapakaa kote na uwanja wa shule umegeuka pori. Sasa tunajua system ya education imechange. Wale watoto walikuwa pale, tujua wataanzia wapi, watarudi grade 1 ama grade gani? So tunashangaa kama serikali inatoa pesa ya capitation kwa kila shule, hizo pesa ambayo inakuwa located kwa hiyo mashule sinaingia wapi? Shule ya msingi ya Napetom katika bonde la Suguta pia haikusazwa baada ya watu 11 kuteketezwa moto hapa. Paa za shule zilinyakuliwa, milango na madirisha ikaibwa na serikali kuahidi kukarabati shule hiyo, lakini hadi sasa hakuna dalili za ujenzi kuanza na wanafunzi wamepotelea kijijini. Serikali ya nchi ya Kenya haitaki kushughulika hao watoto wanaenda shule ama waendi shule. Miaka mitatu tangu majanga haya kutokea, shule zaidi ya 10 Turkana zinasalia kama alama za ahadi ambazo hazijatimizwa na serikali. The government has promised to rehabilitate those schools through KDF. And so far, Capital Secondary School has been repaired from the destruction that was done by bandits. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ametakana kuingilia kati na kuongeza kuhakikisha usalama unarejeshwa eneo hili ili watoto wapate nafasi ya kusoma. Cheboit Emmanuel, runinga ya Citizen, ikiwa shule ya msingi ya Katamanak iliyoko Lokori eneo bunge la